Naomba umakini wenu katika Biblia. Waraka wa Petro mtume kwa watu wote wa pili. Waraka wa pili wa Petro mtume kwa watu wote. Nitasoma sura ya kwanza kuanzia mstari wa 15 hadi 21. Waraka wa pili wa Petro mtume kwa watu wote, sura ni ya kwanza kuanzia mstari wa 15, nitasoma hadi mstari wa 21. Tunasoma katika jina la Bwana Yesu. Walakini nitajitahidi kwamba kila wakati baada kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo hayo, maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa uwerevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nayependezwa naye. Na sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'ayayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioni mwenu, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena ilitoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana bariki maandiko, tuweze kuketi. Bwana azidi kupewa sifa na azidi kuinuliwa. Tunapoingia katika ibada ya neno, tuweze kudumu neno ambalo ndio chemchemi ya uzima, ndio unaleta uhuru kwa watu wa Mungu. Maana kuna hali ya kwamba mkinifuata mimi mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana apewe sifa. Unapoijua kweli, mpendwa, kweli ina nguvu ya kukuweka huru na mambo ya ulimwengu na dhambi na hata mambo ya mauti. Bwana apewe sifa. Na asubuhi ya leo ningependa kuwazungumzia wanaosikiliza sauti hii katika ujumbe nitakaosema Mungu ndiye anayejitafsiria mwenyewe. Haleluya. Mungu ndiye anayejifasiria mwenyewe. Mungu hahitaji mtu yeyote kumfasiria neno lake. Hahitaji mtu yeyote kueleza neno lake. Hahitaji mtu yeyote kutafsiri neno lake. Na hata hakuna hata mmoja ambaye alipewa jukumu hilo, lakini alijidhamini mwenyewe ya kwamba akishanena atarudi na atafsiri neno lake mwenyewe. Bwana apewe sifa. Na hiyo ndio somo langu la asubuhi ya leo. Mungu ndiye anayejifasiria. Haleluya. Tunaishi wakati ambao ni wa mchafuko. Bwana apewe sifa. Tunaishi wakati ambao watu hawajui waamini nini, wazingatie nini, waende njia gani. Bwana apewe sifa. Na mimi naishi wakati ambapo tumekuwa na vurugu katika ulimwengu na katika hali ya kidini, lakini nashukuru Mungu ya kwamba Mungu hajasahau walio wake. Haleluya. Kama alivyokuwa anaokoa na kupeana njia kwa walio wake, angali anaokoa na kupeana njia hiyo hiyo bila wanapewa sifa. Haleluya. Wakati ambapo watu wanaangalia jambo moja katika njia tofauti mpaka likazaa maoni tofauti katika akili zao. Bwana apewe sifa. Na wakiulizwa kueleza jambo hilo, wanaweza kila mtu katika njia yake anayopenda, mpaka hii jambo limekuja katika hali ya kidini vile vile. Haleluya. Watu wanaangalia neno la Mungu, kila mmoja ana fasiri yake, kila mmoja ana maelezo yake, kila mmoja tafsiri yake. Bwana apewe sifa. Lakini maandiko yanasema ya kwamba unabii haukukuja kwa mapenzi ya mwanadamu. Haleluya. Unabii kuja kwa mapenzi ya mtu yeyote. Haleluya. Lakini watu waliosukumwa na Roho Mtakatifu, ni watu walioshurutishwa na Roho Mtakatifu, ni watu ambao walilazimishwa Roho Mtakatifu kunena mapenzi ya Mungu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na kama ni Mungu aliyeusukuma wakanena, Mungu atasukuma wengine waweze kuyafasiri. Haleluya. Maana Mungu huyo hajabadilika pawe. Bwana apewe sifa.
Oh, haleluya. Tunakuja kuona ya kwamba mambo yamejani mengi sana, imekuwa ni mchafuko, watu hawajui njia gani watakwenda, hawana matumaini, maana ulimwengu unaporomoka, lakini Bwana hajabadilika kamwe. Haleluya. Mungu angali yule yule na uweza ule ule. Bwana, ukimwamini yeye na kumtumainia yeye, hata kusahau kamwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na ya kwamba Mungu hahitaji mtu yeyote kumfanya neno lake. Bwana apewe sifa. Hahitaji mtu yeyote kulieleza au kulitafsiri. Bwana apewe sifa. Yeye mwenyewe amejidhamini utafsiri hilo neno. Bwana apewe sifa. Na yeye utafsiri neno lake kwa kudhihirisha yale aliyonena. Bwana apewe sifa. Hiyo ndio tafsiri ya Mungu. Bwana apewe sifa. Mungu anaponena jambo kisha atimize, hiyo ni tafsiri yake. Bwana apewe sifa. Tunaweza kusema ya kwamba madhihirisho ndio tafsiri ya Mungu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Akasema ya kwamba hapo mwanzo na iwe nuru. Haleluya. Ilipita miaka mingi, pengine tulikuwa na ugumu sana, lakini siku moja mwangaza ukatokezea. Hiyo mwangaza ilikuwa tafsiri ya kile Mungu aliyosema, na tuwe nuru. Bwana apewe sifa. Hatukuwa na mtu pale wa kumweleza Mungu, hatukuwa na mtu pale wa kumtafsiria Mungu. Yeye mwenyewe alinena akatafsiri mwenyewe. Bwana apewe sifa. Ndivyo Mungu anafanya kila wakati. Bwana apewe sifa. Maana watu waliosukuma na Mtakatifu na mapenzi ya Mungu, Mungu huyo huyo huja jukwani tena aweze kutafsiri mapenzi yake kwa wale wanaomsikiliza. Bwana apewe sifa. Angalia kwamba katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 na 12 nasema ya kwamba hakuna mtu ajuae nia ya mtu isipokuwa roho iliyo ndani ya mtu huyo. Haleluya. Na kadhalika hakuna mtu ajuaye mapenzi ya Mungu isipokuwa roho wa Mungu aliye ndani mwake. Haleluya. Na ukitaka kujua nia ya mtu, lazima upokee roho iliyo ndani ya mtu yule, itakutafsiria nia ya mtu yule. Bwana apewe sifa. Naye Mungu kadhalika ya kwamba ukitaka kujua mapenzi yake, lazima huyo roho wa Mungu aliye ndani mapenzi hayo akuje ndani mwako aeleze nia yake. Bwana apewe sifa. Unaweza kusoma hiyo vizuri kabisa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12. Bwana apewe sifa. Naona ya kwamba Roho Mtakatifu alipo na mapenzi ya Mungu, Mungu alitaka hilo neno mwenyewe akuje kulidhihirisha iwe tafsiri yake. Bwana apewe sifa. Naweza kuangalia kwamba akasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Haleluya. Mungu alinena na akastarehe, pengine akapumzika kidogo, lakini kwa vile alikuwa ameshanena yeye mwenyewe, maandiko yanasema ya kwamba na Mungu akafumba mtu kwa mfano wake. Haleluya. Baada ya kunena alitenda, na matendo ilikuwa tafsiri yake. Bwana apewe sifa. Na hivyo ndio Mungu anafanya kazi yake. Anaponena hahitaji umtafsirie, anaponena hahitaji umweleze, maana mwanadamu ambaye ni kiumbe ataelezaje Mungu ambaye ni muumbaji? Haiwezekani. Haleluya. Kiumbe hakiwezi kueleza muumbaji. Nyumba haiwezi kueleza mjenzi. Barabara haiwezi kueleza mjenzi, lakini mjenzi anaweza kueleza barabara yake. Naye Mungu anaweza kueleza habari ya kiumbe chake. Bwana apewe sifa. Hakuna mtu ambaye anaweza kumweleza Mungu. Mungu ambaye hana mwanzo na hana mwisho, ni wa umilele. Haleluya. Alikuweko, yupo, atakuweko. Haleluya. Lakini mwanadamu ana mwanzo, ana mwisho. Bwana apewe sifa. Ataeleza Mungu ambaye asiye na mwanzo wala mwisho? Haiwezekani. Ni Mungu mwenyewe atajieleza yeye mwenyewe. Bwana apewe sifa. Na kujieleza ukuje na kudhihirisha aliyosema. Bwana apewe sifa. Unapenda jambo hilo sana. Naweza kuangalia kwamba ni mtu gani za kumtafsiri Mungu. Kwa vile Noa alisema sawa na mapenzi ya Mungu, alinena mawazo ya Mungu, Mungu mwenyewe alishuka akaleta mvua ikawaangamiza. Bwana apewe sifa. Isipokuwa wale tu ambao waliamini neno la Noa. Bwana apewe sifa. Mungu ambaye hujifasiria mwenyewe, hahitaji mtu yeyote kumfasiria. Bwana apewe sifa. Naweza kusema kwamba maandiko hujitafsiri yenyewe. Haleluya. Mungu hahitaji elimu yetu tafsiri maandiko, hapana. Hahitaji ujuzi, hahitaji vio vya Biblia, hapana. Anahitaji maandiko mengine ya tafsiri maandiko. Haleluya. Unajuaje mhubiri? Ukisoma katika Mwanzo sura ya 15, naona Mungu alimwambia Ibrahimu ya kwamba unajua uzao wako utakaa nje ya ugenini miaka 400 na watawatesa na watawaonea, lakini nitakuja ni hukumu taifa hilo.
nitakuja niweze kuotoa watu wangu katika nguvu. Ilikaa miaka zaidi ya 400. Watu walisahau yale Mungu aliyosema. Wengine walieleza njia ya tafsiri zao, lakini haikumzuia Mungu kushuka na kutafsiri lake mwenyewe. Baada ya miaka 400, wakati walikuwa wamesahau wote, wakati nje ya utumwa, nje ya Misri, uzao wa Ibrahimu, Mungu mwenyewe alikuwa na mtu. Haleluya! Yeye mwenyewe alichagua Musa. Musa kujichagua, ni Mungu alimchagua. Na Mungu hahitaji achaguliwe wahubiri, anachagulia wahubiri wake mwenyewe. Haleluya! Yeye ndiye aliyechagua Petro, akachagua Yohana, akachagua Elia. Haleluya! Hategemei chaguo la binadamu. Siku moja, unajua, alimwambia Samueli, enda katika nyumba ya Jese, nimechagulia mfalme. Samueli akaenda, akauliza Jese, lete vijana wako wote hapa. Jese akachukua yule mkubwa ambaye anaonekana mzuri sana kuwa mfalme mbele ya Samueli. Roho wa Mungu akamwambia Samueli, nimemkataa. Simtaki huyo. Sitaki chaguo la wanadamu. Nataka chaguo langu mimi mwenyewe. Bwana apewe sifa. Je, Mungu ambaye hajabadilika mpaka siku ya leo hahitaji watu wachagulie yeye wahubiri. Haleluya! Hahitaji chaguo lako, sio yule atakaye, sio yule akimbiae, lakini Mungu anaonyesha rehema zake. Bwana apewe sifa. Hawezi kwenda katika shule sema kwamba nitasoma niwe mhubiri. Hapana, Mungu ana walio wake. Aliwajua kabla msingi ya ulimwengu. Alimwambia Yeremia ya kwamba kabla uumbike ndani ya tumbo mama yako, kabla utoke ndani uzaliwe, na alikujua wewe, nikakuita, nikakutakasa na kufanya nabii wa mataifa. Haleluya! Hata kama walimkataa Yeremia, lakini kwa Mungu alikuwa ndiye nabii. Bwana apewe sifa. Maana Mungu anahitaji tafsiri yetu. Siku moja akampata Musa. Haleluya! Akamwambia Musa, ulizaliwa kwa ajili ya kuwa mkombozi. Hata wakati Musa amesahau, Mungu hajasahau. Waweza kujisahau ndugu, kujisahau dada, lakini Mungu hasahau vilivyokuumba. Kamwambia Musa, nimeshuka, nimekumbuka kilio cha watu wangu. Nimekumbuka hadi nyumba ya Ibrahimu. Mimi Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nimeshuka, haleluya, nipate kuokoa watu wangu. Hakusema Musa okoe. Alisema mimi Mungu niokoe watu wangu. Hakuna mhubiri anaokoa, hakuna nabii anaokoa, hakuna kanisa linaokoa, ni Mungu peke yake anaokoa. Haleluya! Nimeshuka niokoe watu wangu. Bwana pewe sifa. Na ninakutuma wewe, nitakwenda nikiwa ndani mwako. Maana Mungu kila mara lazima atumie mwanadamu. Haleluya! Alipotaka kuhubiri injili, hakusema jua lingehubiri injili. Hata hakusema malaika wahubiri injili. Aliita wanadamu wahubiri injili. Mwanadamu ahubirie mwanadamu. Ndio mapenzi ya Mungu. Haleluya! Bwana pewe sifa. Ndio akasema katika Amos 3:7 ya kwamba Bwana Mungu hatafanya jambo lolote. Haleluya! Hatafanya jambo lolote, Amos 3:7, kabla hajafunulia hao watumishi wake manabii siri yake. Hafunulii kila mtu siri yake, ni manabii peke yake. Haleluya! Mungu ndiye anajifasiria, wa ndugu na wadada. Hahitaji mwanadamu amsaidie. Bwana pewe sifa. Mungu mwenyewe akashuka, akatumia Musa kutafsiri ahadi aliyompa Ibrahimu. Bwana pewe sifa. Sasa madhihirisho ya ahadi ya Ibrahimu ilikuwa ni Musa akaenda kuokoa Israeli. Na yale madhihirisho ndio tafsiri ya Mungu sasa. Bwana pewe sifa. Mungu anaposema ya kwamba ataokoa, akiokoa ndio tafsiri yake. Akisema ya kwamba ataponya, anapoponya ndio tafsiri yake. Akisema ya kwamba atakujaza Roho Mtakatifu, anapokujaza ndio tafsiri yake. Haleluya! Hahitaji maelezo yetu. Unajua inamaanisha hivi, unajua inamaanisha hivi. Hauwezi kueleza Mungu. Mungu anajieleza mwenyewe. Haleluya! Bwana pewe sifa. Naona ya kwamba Musa akaenda kuokoa watu wa Mungu, na ndio ilikuwa tafsiri yake. Wakati Mungu anapeana ahadi yake, haleluya, na kuja kuitimiza hiyo tafsiri yake. Bwana pewe sifa.
Haitaji maelezo, itamaanisha hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi. Hapana, anapopeana ahadi yake kisha aitimize, ndio tafsiri yake. Bwana pewe sifa. Siku moja akaambia watu wa Israeli ya kwamba, unajua, angalieni, bikira atachukua mimba, atamzaa mwana. Haleluya. Mtamwita Immanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Kila mtu ambaye alikuwa msomi na akili nzuri alisema, unajua, inamaanisha hivi, inamaanisha hivi, inamaanisha hivi. Lakini baada ya zaidi ya miaka 700, haleluya, Mungu aliacha maelezo yao yote, aliacha tafsiri zao zote, akaja jukwani atimize ahadi yake. Haleluya. Akamwita malaika akamwambia, nimekutuma enda kwa mji wa Nazareti kule Galilaya. Haleluya. Malaika akaenda kutafuta sio mwanamke wa kawaida, bikira. Na malaika alipewa jina na huyo bikira, anaitwa Mariam. Haleluya. Bwana pewe sifa. Malaika akaenda akitafuta bikira aitwaye Mariam. Haleluya. Malaika alipewa ujumbe upeleke huyo bikira. Akamkuta bikira Mariam. Akamtokea akamwambia kwamba, salamu uliyebarikiwa. Mariam akashangaa, hii ni salamu ya aina gani? Bwana apewe sifa. Akamwambia, umebarikiwa miongoni mwa wanawake wote. Hii ni salamu ya aina gani? Haleluya. Chaguo la Mungu kupitia njia ya Mungu. Malaika akamwambia kwamba, unajua, wewe utamzaa Masihi, utakuwa timilifu ya unabii wa Isaia 7:14. Haleluya. Mpaka mwanamke akauliza kwamba, itakuwaje na simjui mwanadamu au mwanaume? Kamwambia, hapana, usijali. Haleluya. Uwezo wa aliye juu utakufunika, na Roho Mtakatifu atakushukia, na utazaa yule atakayeitwa Yesu. Haleluya. Naweza kuona Mariamu akaondoka mahali pale akijua ametembelewa na malaika. Haleluya. Akachukua mimba kutimiza unabii wa Isaia 7:14. Bwana pewe sifa. Maelezo mengine yote yakawa ni ya bure, lakini maelezo ya Mungu ikawa ndio kweli. Akachukua mimba. Haleluya. Mpaka Yusufu mumewe akashangaa, nimeposa huyu msichana na sijamuoa na ana mimba. Akapanga nitamtalaki kwa siri. Haleluya. Lakini Mungu ajuaye mawazo ya mioyo. Haleluya. Sie Mariamu alijitetea kwa Yusufu, hapana, ni Mungu alimtetea Mariamu kwa Yusufu. Sasa akamtokea Yusufu katika ndoto. Unajua ni kwa sababu gani anatumia ndoto wakati huo? Hatukukuwa na nabii nchini. Kwa hivyo akatumia njia ya pili kuleta ujumbe wake. Maana ndoto, maono ni njia za pili za kuleta ujumbe wa Mungu. Njia ya kwanza neno lake. Haleluya. Kamwambia Yusufu, usiogope kumtua Mariamu mke wako. Haleluya. Kwa sababu kitakachozaliwa ndani wake ni mwana wa aliye juu. Yusufu unajua alikuwa ametaabika, ameshangaa. Lakini kwa sababu alikuwa mnyofu wa moyo, alikuwa mwaminifu, alikuwa mcha Mungu, Mungu alimtembelea akamtafsiria. Haleluya. Na ukiwa mcha Mungu, ukiwa mnyofu wa moyo, hautaki kuongeza akili zako ndani ya neno. Haleluya. Hautaki kutafsiri mwenyewe, unamtegemea Mungu. Haleluya. Anakuletea tafsiri ya kweli. Bwana pewe sifa. Naweza kumwona Yusufu akaamuka sasa, akajua nitabeba aibu ya mke wangu Mariamu. Haleluya. Maana aliamini ya kwamba Mungu alichonena kupitia Isaia ilimpendeza Mungu atimize kupitia mke wake aliyekuwa bikira. Haleluya. Kwa hivyo Mariamu kuzaa Yesu Kristo ilikuwa ni tafsiri ya maandiko ambayo ni Isaia 7:14. Mungu alikuwa amesema ya kwamba kwetu mwana amezaliwa, ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mkuu, mfalme wa milele, Baba. Bwana pewe sifa. Na Yesu alipozaliwa akatimiza hayo yote. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa ni madhihirisho ya ahadi ya Bwana katika Isaia 9:6, na ndio tafsiri ambayo Mungu alipeana. Haleluya. Hiyo ndio njia Mungu utafsiri neno lake. Bwana pewe sifa. Hahitaji mtu kueleza, anaponena anashuka na kutafsiri. Maana hawezi kubadilisha ni yake kuhusu neno lake. Bwana pewe sifa. Za kumwangalia Ibrahimu, Mungu alimwambia kwamba wewe nimekufanya baba wa mataifa.
Ibrahimu, kupitia mzao wako tabariki mataifa yote. Ibrahimu miaka 75, mkewe miaka 65, hawana mtoto wala hakuna matumaini. Lakini kwa vile muumbaji ndiye aliyewaahidi, haleluya, alishuka akawageuza kwa vijana, wakamzaa mwana wa ahadi. Haleluya. Kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Bwana pewe sifa. Miaka ilizidi kwenda. Baada ya miaka kadhaa, hata Sara akashuku, akajaribu kutafsiri ahadi ya Bwana. Oh, haleluya. Usitafsiri ahadi ya Bwana, ataitimiza kama alivyosema. Usimwongezee Bwana, wacha ashughulikie nake mwenyewe. Sara akamwambia Ibrahimu, mume wangu nakupenda sana. Na unajua Mungu hakumaanisha mimi ndiye nitakayemzaa. Mungu alimaanisha chukua huyu mjakazi wetu aitwaye Hajiri, ukaenda ndani mwake, alafu mzae mtoto, alafu mimi nitamulea. Ndiye mzao Mungu aliyesema. Hiyo ndio tafsiri ya Sara mke wa Ibrahimu. Haleluya. Mungu hakukubali tafsiri ya Sara, na hawezi kukubali tafsiri ya mwanadamu yeyote. Yeye anajifasiria yeye mwenyewe. Haleluya. Ndiposa walipomzaa walizaa Ishmaeli, mtu ambaye ni mkali, anaishi kwa uta na mshale, huwezi kumshinda. Haleluya. Mpaka wa leo anasumbua dunia mzima. Kwa sababu gani? Walizaa kinyume cha ahadi ya Bwana. Haleluya. Usikubali jambo lolote kinyume cha ahadi ya Bwana. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Bwana pewe sifa. Na Ibrahimu alipofika miaka 99, haleluya, Mungu aliyempa ahadi alimtembelea tena. Na Mungu anayepeana ahadi kwa walio wake huwatembelea tena. Kama una ahadi ya Bwana, Bwana atakutembelea ndugu au dada. Na alipomtembelea hakugeuza ahadi yake, alirudia tena akasema, kumbuka, haleluya, nilikuahidi nini? Utakuwa baba wa mataifa, na mwaka ujao wakati kama huu nitakutembelea na Sara atapata mtoto. Bwana pewe sifa. Mungu akaja akamtembelea Sara. Ukisoma Mwanzo 21 sema kwamba Mungu akamtembelea Sara wakati uliofaa, na Sara akachukua mimba akazaa wakati uliofaa. Haleluya. Na Sara alipozaa ilikuwa tafsiri ya ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu na Sara. Bwana pewe sifa. Na ndiposa akaambiwa, fukuza Hajiri na mtoto wake, hawatakuwa warithi na mwanangu. Haleluya. Haleluya. Na mambo yote kinyume cha ahadi ya Bwana hayataenda mbinguni. Haleluya. Bwana pewe sifa. Maana Mungu hahitaji mtu amfasirie, anajifasiria yeye mwenyewe. Bwana pewe sifa. Haleluya. Napenda jambo hilo kabisa. Ukiangalia kwamba hata Mungu alipomuita Musa, kamwambia Musa ya kwamba unajua namna gani nakutuma wewe. Baada ya kuomba akamwambia kwamba Bwana Mungu, waambie Waisraeli, Bwana Mungu atawainulia nabii sawa sawa na mimi, na itakuwa ya kwamba wasiyemsikiliza watakatiwa bana watu wa Israeli. Ilikuwa ndani ya Biblia miaka baada ya miaka. Haleluya. Wengine wakainuka wakadai ni wao Masihi. Bwana apewe sifa. Si kama anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kasema wengine waliinuka wakavuta watu 400 hadi jangwani. Wengine wakaenda kule wakadai kuwa ni Masihi. Haikuzuia Mungu amlete Masihi wa kweli. Haleluya. Na hata watu wakidai ya kwamba Mungu amewatuma, haitazuia Mungu kumtuma mtume wa kweli. Haleluya. Na aliye wa kweli Mungu anamdhibitisha. Haleluya. Bwana pewe sifa. Alimwambia Musa waambie kwamba tukiwa na mtu ambaye ni nabii au wa kiroho, Mungu atamtokea katika ndoto na katika maono. Lakini mtumishi wangu Musa sio hivyo, tunaongea mdomo kwa sikio. Haleluya. Nabii aliyetumwa na Mungu. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo ukiangalia kwamba kila mara Mungu anajifasiria yeye mwenyewe lake, hata mtu amfasirie, kila dahari Mungu aliweka neno lake la wakati ule.
Sanajua mwanzo mpaka mwisho. Hakuna jambo geni kwa Mungu. Alijua siku ya leo mtakuwa hapa kila mmoja wenu. Alijua vile mtakuwa mmevaa. Alijua hata ile suti utakuwa umevaa. Alijua ile chamza kinywa ulikunywa asubuhi. Alijua ile gari uliotumia. Haleluya. Mungu alijua hata utakuwa hapa siku ya saa kama hii. Ukisema amina, alijua yoyote. Hakuna jambo geni kwa Mungu. Anajua vitu vyote. Yeye ni ajuai yote, mwenye uwezo wote, asiye na kikomo. Haleluya. Na mwenye nguvu zote. Nako kila mahali. Bwana apewe sifa. Ako hapa leo, ako Marekani, ako Ulaya, ako Asia, ako Australia, ako nchi zote. Bwana apewe sifa. Naangalia kwamba Mungu alijua utakuwa hapa. Na ikiwa alijua kwamba utakuwa hapa, basi alijua hata dahari yako na neno la wakati wako. Na kila wakati Mungu alikuwa neno lake na wakati ule. Bwana apewe sifa. Wakati wa Noa alikuwa na ujumbe wa wakati huo. Na wakati ulipofika akamuinua Noa, akamfunulia hiyo ujumbe, Noa akaidhihirisha ikawa tafsiri yake. Haleluya. Wakati wa Musa alikuwa na ujumbe na mtu wa kutimiza ujumbe ambaye alikuwa ni Musa. Ilipofika wakati ule akamuinua Musa, akamwambia na kuagiza wewe. Musa akaja akaondoka. Haleluya. Manabii wakaja wakaondoka, na kila nabii alikuwa tafsiri ya Mungu ya maandiko ya wakati wake. Na ndipo ukiangalia Musa akuja na ujumbe wa Noa. Haleluya. Maana isingefaa wakati ule. Safina isingewavukisha bahari ya Shamu. Ilikuwa ni wakati Mungu ashuke chini kama nguzo ya moto, aongoze watu wake, alete ukombozi. Na kamuongoza Musa, kamwambia Musa, nifuate mimi. Musa akifuata nguzo ya moto. Na Israeli wakifuata nabii Musa. Paulo akasema, munifuate kama navyomfuata Kristo. Sio mfuate Kristo, fuata mimi navyomfuata Kristo. Haleluya. Manabii ndio viongozi wa Mungu. Ukiwakataa umekataa Mungu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba awapokeaye ninyi anipokea mimi. Anayewakataa ninyi amenikataa mimi. Haleluya. Anayekataa Petro amekataa Yesu.